Barabara kabisa, zimetimu saa zetu za taarifa zetu za siku za leo kutoka JMN. Kwa nasi hadi mwishoni popote pale mlipo. Iran na Marekani zazidi kutunishana misuli. Marekani imeendelea kuishambulia Iran huku wasi wa Houthi nchini Yemen wakijiingiza katika vita hivyo kwa kuzishambulia meli za mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu ambazo wanasema zilikiuka kizuizi cha majini. Iran na Marekani zimetishana hapo jana kuongeza mashambulizi dhidi ya kila moja baada ya washirika wa Tehran wa kundi la Houthi kushambulia meli za kibiashara za Saudi Arabia na kusababisha bei za mafuta kupanda kwa kasi. Masoko ya hisa yamenyumba huku bei za mafuta zikivuka dola 100 kwa pipa baada ya wasi wa Houthi kuzilenga meli katika bahari ya Shamu pamoja na vitisho vya Rais Donald Trump vya kulipiza kisasi kwa kushambulia Houthi. Rais Trump alisema kwamba Marekani itachukulia Iran kuwa inawajibika kwa vitendo vya Houthi na akaonya kwamba Tehran pamoja na Houthi wataadhibiwa vikali kijeshi hivi karibuni. Aidha, pia Rais Trump alisema Washington itaanza kutumia mali za Iran zilizofungiwa ili kulipia meli na shehena zilizoharibiwa na mashambulizi karibu na eneo la Ghuba. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alionya kuhusu madhara makubwa kwa uchumi na nchi zinazotegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje. Alisisitiza kuwa kuna dalili ya wazi kwamba usitishaji wa mapigano unaweza kufikiwa. Pistorius alisema hali ya Mashariki ya Kati inaendelea kuzorota na kwamba mwelekeo wake kwa sasa si wa kutia matumaini. Majengo yaliharibiwa baada ya shambulio la kijeshi la Marekani huko Tehran. UN yaonya mvutano huo unatishia njia muhimu za biashara za kikanda. Umoja wa Mataifa umeonya kwamba kuongeza kwa mapigano huko Mashariki ya Kati unazidi kuzorotesha hali ya kibinadamu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric alisema athari za mapigano hayo sasa zimeenea na kuzuka mlango bahari ya Bab al-Mandab, mlango bahari wa Hormuz, njia mbili muhimu zaidi duniani za usafiri wa baharini zinazopitisha sehemu kubwa ya biashara na usafirishaji wa mafuta duniani. Iran yashambulia Kuwait kwa maroketi na droni. Iran kwa upande wake imeapa kuendeleza mashambulizi yake katika eneo la Ghuba kwa muda wote itakapokuwa chini ya mashambulizi ya Marekani. Hapo jana jeshi ya Kuwait lilisema kuwa kwa mara nyingine tena lilifanikiwa kuzindua roketi na ndege zisizo na rubani zilizorushwa kutoka Iran. Shirika la habari la Tasnia ambalo lina uhusiano wa karibu na kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran iliripoti kwamba shabaha ya mashambulizi hayo ilikuwa kambi ya kijeshi inayotumiwa pia na jeshi la anga la Marekani. Kuwait ni miongoni mwa nchi za Ghuba ambazo zimeathiriwa zaidi na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Iran katika siku za karibu, kama ilivyoelezwa katika taarifa ya pamoja iliyotolewa Alhamisi na nchi wanachama wa Baraza la Ushirika la Ghuba pamoja na Jordan na huko Washington. Kwenyewe mzozo huo unazidi kukosa uungwaji mkono na wananchi nchini Marekani. Wakati taifa hilo likielekea katika uchaguzi wa katikati ya mihula mwezi Novemba, Baraza la Wawakilishi la Marekani ilipisha kura ya mfano iliyoungwa mkono na changamoto pinzani cha Demokratiki pamoja na wabunge wachache wa Republikani ikimtaka rais kusitisha vita hivyo. Theluthi mbili ya wakazi wa Gaza kukabiliwa na njaa kali. Zaidi ya theluthi mbili ya wakazi wa ukanda wa Gaza huenda wakakabiliwa na njaa kali ifikapo mwisho wa mwaka huu kutokana na mashirika ya kibinadamu kupunguza kiwango cha msaada kutokana na ukosefu wa fedha. Zaidi ya theluthi mbili ya wakazi wa ukanda wa Gaza huenda wakakabiliwa na njaa kali ifikapo mwisho wa mwaka huu kutokana na mashirika ya kibinadamu na kupunguza kiwango cha msaada kutokana na ukosefu wa fedha. Hayo ni kwa mjibu wa ripoti iliyotolewa Jumatano na taasisi ya kimataifa inayofuata hali ya njaa duniani. Tathmini ya hivi karibu ya mfumo wa uainishaji wa awamu za usalama wa chakula imebaki kuwa viwango vya utapiamlo mkali hususani miongoni mwa watoto vimepungua kwa kiasi kikubwa baada ya usambazaji wa chakula na huduma za lishe kuongezwa kufuatia makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hamas yaliyofikiwa mwezi Oktoba mwaka 2025. Hata hivyo, ripoti hiyo imewaonya kwa hali inaweza kuzorota tena ikiwa upatikanaji wa msaada ya binadamu utaendelea kupunguza kutokana na ukosefu wa ufadhili.
vuguvugu la maandamano ya cockroach Indiani lazidi kupanuka. Maelfu ya waandamanaji vijana walikesha katika mitaa ya New Delhi jana wakikaidi vikwazo vipya vilivyotangazwa na mamlaka. Maelfu ya waandamanaji vijana walikesha katika mitaa ya New Delhi jana wakaidi vikwazo vipya vilivyotangazwa na mamlaka. Maandamano hayo yanaonekana kuwa changamoto kubwa zaidi kwa serikali ya Waziri Mkuu na India Narendra Modi. Maandamano hayo yanayojulikana kama cockroach yalianza zaidi ya mwezi moja uliopita kufuatia uvunjaji wa mtihani katika baadhi ya mtihani shindani zaidi nchini humo ya kujiunga na vyuo vya tiba na kupata ajira serikalini. Tangu wakati huo, harakati hiyo imepanua zaidi ya malalamiko kuhusu mtihani na kuvutia kanda tofauti za watu wanaonekana hali ya kutoridhika katika masuala mbalimbali. Maandamano ya jana yalifuata makabiliano ya usiku kucha kati ya waandamanaji na polisi, ambapo maafisa wa usalama walitumia mabomu ya machozi na virugu kuwatawanya umati wa watu. Raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini. Raia wawili wa Ghana wameiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuchunguza miaka ya vurugu za chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, wakisema kuwa mashambulizi ya mara kwa mara dhidi ya raia wa kigeni yanaweza kufikia kiwango cha uhalifu dhidi ya binadamu. Ombi hilo limewasilishwa kwa mwendesha mashtaka wa ICC na aliyekuwa msemaji wa serikali ya Ghana Palgrave Bokey Dankud pamoja na mchambuzi wa masuala ya usalama Emmanuel Koti. Wawili hawa wanasema lengo lao ni kuhakikisha kuwa kuna wajibikaji baada ya miaka kadhaa ya mashambulizi yanayojirudia dhidi ya wahamiaji na raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Raia hao wanaeleza kuwa vitendo hivyo vimeendelea kutoka kwa muda mrefu na kwamba vinahitaji uchunguzi wa kina ili kubaini iwapo vinakiuka sheria za kimataifa kwa kiwango cha kuhesabika kama uhalifu dhidi ya binadamu. Hali ya dharura kufuata moto ya nyika Uhispania yatangaza. Uhispania imetangaza hali ya dharura ya kitaifa mjini Madrid na mkoa wa Villa karibu na mji mkuu kufuatia mlipuko kadhaa ya moto ya nyika inayoteketea bila kudhibitiwa. Uhispania imetangaza hali ya dharura ya kitaifa mjini Madrid na mkoa wa Villa karibu ya mji kufuatilia mlipuko kadhaa ya moto ya nyika inayoteketea bila kudhibitiwa. Hatua hiyo iliyotangaza na Wizara ya Mambo ya Ndani inayelenga kuharakisha utoaji wa rasilimali za kukabiliana na moto huo ambao katika eneo la Madrid pekee umelazimishwa watu 10,000 kuhama makazi yao. Aidha, usimamizi wa operesheni za dharura umewekwa chini ya kikosi cha kijeshi cha kushughulikia majanga. Kwa ujumla, zaidi ya watu 10,000 wamehamishwa kutoka maeneo mbalimbali ya Madrid katika siku za karibu, huku mioto kadhaa ya misituni ikiendelea kuwaka kwa wakati mmoja katika eneo hilo. Marz alilani mashambulizi ya Wahouthi katika bahari ya Shamu. Kanseli wa Ujerumani Friedrich Merz amelani vikali mashambulizi yanayofanywa na waasi wa Houthi dhidi ya meli za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amelani vikali mashambulizi yanayofanywa na waasi wa Houthi dhidi ya meli za Saudi Arabia katika bahari ya Shamu. Ametaka shambulizi hayo yasitishwe mara moja na kuelewa kwa aina yoyote ya kuzuia kwa usafiri wa majini hakukubaliki. Kansela Merz alisema mashambulizi hayo ya kizembe yanahatarisha uhuru wa usafiri wa meli bahari na kudhoofisha zaidi utulivu wa eneo la Mashariki ya Kati. Aidha, kanseli huyo alisisitiza serikali ya Ujerumani iko pamoja na Saudi Arabia na washirika wake katika eneo hilo kukabiliana na changamoto zinazotokana na mashambulizi hayo. Akizungumza kwa nyakati tofauti, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius alisema hadi sasa hakuna dalili ya wazi ya upatikanaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kwamba hali ya sasa katika kanda hiyo iko katika mwelekeo mbaya. Wapenzi wetu, ni hayo tu kwa siku ya leo. Asanteni sana, mpaka tupatane. Kwaherini popote pale mlipo.